Vipi mtazamaji wa channel yetu pendwa, endelea kusubscribe, kushare, kulike pamoja na kucomment. Simba imeweka rekodi mpya baada ya kufuzu hatua ya makundi kwa mara ya 7 katika miaka 8, lakini kama taifa kukiwa na rekodi nyingine kali ya kufanikiwa kuingiza timu 4 kwenye mchuano wa CAF kwa mara ya kwanza kuanzia mwaka 2018. Simba ilianza utawala wa soka la Tanzania kwenye michuano ya CAF na jana iliweka rekodi nyingine baada ya kutoa suluhu na Nsingizini Hotspur ya katika michezo uliopigwa kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Simba imefuzu kwenye hatua hiyo muhimu kwa ushindi wa jumla mabao 3-0 baada ya mchezo wa kwanza ikiwa ugenini kupata ushindi wa mabao 3-0. Hii imekuwa timu ya 4 kwa Tanzania kufuzu hatua ya makundi kwenye michuano ya CAF, ikiwa ni rekodi ya kwanza tangu timu za nchi hii zianze kushiriki michuano hiyo, lakini ndio nchi pekee Afrika Mashariki ambayo imefanikiwa kufanya hivyo kwa miaka yote. Yanga na Simba imefuzu kwenye hatua ya makundi ya ligi na mabingwa, huku Azam na Singida juzi zikipata nafasi kwenye kombe la shirikisho baada ya kushinda michezo yao ya sasa. Zinasubiri draw za makundi itakapopangwa siku 7 mbele. Kikosi cha Simba jana kilianza bila mshambuliaji halisi kwa mara ya kwanza msimu huu, lakini mwanzoni mwa kipindi cha pili kocha huyo akawaagiza kwa pamoja Steven Mkulala na Jonathan Soa, ambapo walitoa Morris Abraham na Jean Charles Ahoua, lakini bado Master hao walishindwa kuipenya ngome ya Nsingizini ambao walionekana kucheza kwa tahadhari kubwa, tofauti na mchezo wa kwanza ukiwa nyumbani kwao. Yaliyokuwa ni kipindi cha kwanza kilikuwa na mvutano mkubwa katikati ya uwanja kuliko eneo la mwisho la umaliziaji kwa timu zote kupambania kumiliki mpira, huku mshambulizi yakikosa utulivu. Lakini shambulizi hilo lilikuwa ndilo pekee kutengeneza shuti lilotengwa kwenye dakika 45 za kwanza, ingawa Simba ndio imiliki mpira vizuri kwenye kipindi hicho cha kwanza kushinda wapinzani wao. Hali hiyo ya timu zote kushambuliana na kwa zamu ikiendelea kipindi cha pili, ambapo Simba ndio walikuwa wa kwanza kutengeneza shambulizi zuri dakika ya 55 kupitia Eli Mpanzu, lakini pia Dalmin Thabo alisimama imara. Mabadiliko matano. Simba ilifanya mabadiliko matano dakika 57 wakitoa Morris Abraham, Eli Mpanzu, Jonchi Suha na Yusuf Kagoma. Nafasi zilikuwa zikichukuliwa na Lassana Kante, Neo Maema, Steven Mukwala na Jonathan Soa. Mabadiliko hayo yalikwenda kuimarisha wekundu hao katika eneo la kiungo cha ukabaji kwa kile kilichoshambulia, huku pia ikifanya Simba kucheza na washambuliaji wawili mbele. Nsingizini ilifanya shambulizi lingine zuri dakika 64 kupitia adhabu ndogo, shuti la Joel Madondo likagonga mwamba na kurudi uwanjani. Shambulizi lingine zuri kwa Simba lilifanyika dakika 87 kupitia Soa baada ya kumtoa vizuri kipa Dalmin Thabo, lakini shuti lake likagonga mwamba chini. Rekodi ya makundi Simba katika safari ya kucheza hatua ya makundi michuano ya CAF mara 6 kipindi cha miaka 7 iliyopita imekuwa mikononi mwa makocha 6 tofauti, wakiwemo rekodi hiyo ikiwamo mzava mmoja Juma Mgunda. Baada ya kupitia miaka mingi, Simba ilianza kwa kufuzu ligi ya mabingwa Afrika msimu 2018 mpaka 2019 ikiwa inashindwa na kocha Patrick Asom. Katika mechi iliyopelekea Simba hatua ya makundi ilifunga Nkana jumla ya mabao 4-3. Simba ilicheza 2019 2020 haikuwa makundi, lakini kuanzia hapo swala la Simba kucheza hatua ya makundi michuano ya CAF kwa maana ya kombe la shirikisho au ligi la mabingwa imekuwa ni jambo la kawaida. 7 alipelekea Simba hatua ya makundi ligi ya mabingwa Afrika msimu wa 2020-2021 baada ya kuondoa FC Platinum kwa jumla mabao 4-1. Licha ya mechi ya kwanza ugenini kupoteza mabao 1-0, ikarudi nyumbani na kuunganishia mvua ya mabao 4-0. Kigogo Simba aliteleza msimu 2021-2022 katika ligi ya mabingwa Afrika, ikashindwa kufuzu makundi ikiwa chini ya Ther Hitmana, ambapo hiyo ilishindwa ugenini 2-0 dhidi ya Galaxy, nyumbani ikachapwa 3-1, ikatolewa kwa kanuni ya mabao ya ugenini, matokeo ya jumla yakawa 3-3. Juma Mgunda anaingia kwenye rekodi ya kupelekea Simba makundi upande wa ligi ya mabingwa Afrika. Ilikuwa msimu wa 2022-2023 ambapo alikabidhiwa kikosi kwa muda ikiwa ni baada ya kuondoka kwa Deore Gomez. Simba ikaendelea sasa Nsingizini Hotspur, Delen Thabo, Vio Machin
lakini pia waliweza kukidhi matakwa ya kwao. Kwa hiyo Fadlu Davis akaja kufunga kazi msimu wa 2024-2025 akaipeleka Simba makundi ya kombe la shirikisho Afrika, yakafunga Al Ahly Tripoli jumla mabao 3-1 ugenini. Matokeo yalikuwa 0-0. Nyumbani Simba ikashinda 3-1. Endelea kusubscribe, kushare, kulike na comment ili uendelee kupata taarifa kamili kuhusiana na sport, burudani, lakini pia kukuelimisha wewe mtazamaji wetu.